Yoyote ambaye anaendelea kuwa na Trump na taa zisizokuwa rasmi, tunaomba azitoe mwenyewe, na sisi tunaomba ni maelekezo azitoe mwenyewe kabla sisi hatujatuma vijana wetu wafanye hiyo kazi. Tunaamurisha na tunaelekeza yeyote atakayekamatwa na jambo hili faini ipigwe ya kutosha. OCD usiogope, kwa sababu hiyo inakuwa sio faini ya kisheria, ni adhabu. Adhabu haichaguliwi kiwango, weka adhabu ya maana ambapo mtu akifikiria mwenyewe anasema anaacha. Tutashirikiana na jeshi la polisi, hatutamuonea mtu wala hatutamfumbia macho mtu. Kweli jiji letu tunakwenda kwenye AFCON. Tunaposema usafi wa jiji ni pamoja na noise pollution. Hatusemi tu usafi wa matakataka, ni pamoja na hizi kelele. Hatuwezi kuwa na wageni wanapishana mji huu wetu wa Arusha alafu anakutana na bodaboda wao kwenye mashindano. Si sehemu ya rally. Kama watu wanataka rally watafanya sehemu yao ya rally imetengwa pale. Mtazamaji, ukikutana na taa hizi usiku zikiwa zimewekwa kwenye pikipiki, huenda inaweza ikakusababishia ajali ama kupoteza maisha kabisa. Hapa ni katikati ya jiji la Arusha, nje ya kituo cha polisi cha Central, ambako viongozi wa bodaboda kwa kushirikiana na jeshi la polisi wamekamata taa ambazo ndio zinasumbua barabarani zaidi ya 200 pamoja na zile chuma ambazo zinasababisha kelele barabarani zaidi ya 20. Wamewasilisha polisi hapa, lakini vile vile tumezungumza na OCD pamoja na kaimu mkuu wa wilaya wakieleza kwamba zoezi hili la operesheni ni endelevu kwa mtu yoyote yule ambaye atakuwa anafunga taa kali pamoja na kusababisha kelele katikati ya mji, basi hatua kali zitachukuliwa na atakamatwa kama ambavyo inaonekana hapa. Majina yanaitwa ya SSP Georgina Matagi, ni OCD wilaya ya Arusha. Katika wilaya ya Arusha tumeendelea na operation kwa muda kama miezi mitatu sasa kuhakikisha kwamba Arusha inakuwa shwari na salama. Tatizo kubwa kwa upande wa Arusha, tuko hapa leo kutoa taarifa ya hili zoezi linaloendelea katika wilaya yetu kwamba tunakamata pikipiki zote ambazo zinafunga taa za aina mbalimbali kama mnavyoona pamoja na matrump. Ukiangalia hizi taa ni wanasema toleo la kwanza, wenyewe ziko hapo chini. Tumekamata taa za aina mbalimbali 248, lakini tuna trump 13. Kinachofanyika kwenye taa kama hii, ina macho manne. Hii inaitwa macho ya bundi. Na hizi zingine za aina tofauti tofauti kama mnavyoziona zile pale chini. Sasa hizi taa ukiziangalia ukiwa usiku kwenye gari zikifungwa mbili, unahisi ni gari lenzako, kumbe ni pikipiki. Kwa hiyo utakuta gari inapata ajali au pikipiki inapata ajali na tunaharibu maisha ya watu. Utakuta watu wengi wako hospitali wasiokuwa na hatia. Wamepanda pikipiki wakati wa usiku waenda kwenye eneo moja kwenda eneo lingine, wanapata madhara makubwa sana. Sasa zoezi hili tunaendelea nalo, ni zoezi liko katika taratibu. Tumemsikia Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani akisema kwamba hizi taa zinasumbua, sio tu akisema, lakini ni kweli zinasumbua watu wengi, na raia wengi wamekuwa wakipiga simu wakilalamika wanapata madhara makubwa kwa pikipiki ambazo zinapiga kelele na taa za mwanga ambao hauruhusiwi. Katika ukamataji wa taa za kwenye pikipiki ambazo hazifai pamoja na matrump, tumeweza kubaini pia katika pikipiki wanaweka hizi taa, wanaficha namba, wanaandika majina ya watu na majina ya vibonzo tofauti. Wanaficha uhalisia wa namba ya pikipiki ambazo ukija kuchunguza ukuta pikipiki zingine zimeibiwa na zimefanya uhalifu. Lakini unakuta pikipiki inabeba mteja kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, ameweka hizi taa, ameficha namba, sio rahisi mteja kujua hii pikipiki namba gani, na anakwenda kupata madhara makubwa kwa jamii, lakini pia anaweza kubakwa na kuibiwa vitu vyake katika uendeshaji wa pikipiki. Niwashukuru viongozi wa bodaboda wilaya ya Arusha. Kwa pamoja tumeshirikiana nao na tuko nao pamoja, tumewapa maelekezo. Ukamataji wa pikipiki ni mgumu sana kwa jeshi la polisi, kwa maana ukisimamisha anakimbia. Lakini wao kwa wao rahisi kukamatana. Kwa hiyo tumeshirikiana nao kwa pamoja, wana sheria zao, wana taratibu zao, kwa mtu akikiuka kufanya yale ambayo wamekubaliana nayo, kuwa na taa, kuwa na pikipiki ambayo iko salama, haina matatizo yoyote, kama akienda kinyume wana faini zao ambazo wanalipa kwa control number kwao na taratibu wanapewa. Na tunayemkamata tumewaelekeza kwamba mkimkamata asiondoke na pikipiki mpaka atoe hivyo alivyoviweka, ndio mnavyoviona hapa. Lakini baada ya hapo alete vinavyostahili. Kama wameka taa mbovu za namna hii, zinatolewa, afu enda kuleta taa zinazohusika. Taa kama hii inauzwa shilingi 80,000. Lakini ukimkamata bodaboda leseni ni shilingi 70,000, hana leseni. Na ninasemaga mara nyingi katika bodaboda 200, unaweza kukuta bodaboda wanne ndio wana leseni. Wengine wote wana leseni. Hana leseni, amefunga taa ya gharama kama shilingi 80,000. Hizi zinauzwa shilingi 45,000. Hii inauzwa shilingi 50,000. Leseni shilingi 70,000 ya serikali. Kwa hiyo tunapoteza mapato ya serikali kukata leseni
tunakwenda kununua vitu ambavyo vinahatarisha maisha ya watu. Kwa hiyo tutaendelea kukamata, tutaendelea kufanya hiyo operation, na bodaboda viongozi, naomba tuendelee kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba tunakuwa salama Arusha na hakuna kelele kuwasumbua wananchi. Kwa mfano nikuonyesha hii Trump. Hii Trump jinsi ilivyo ndio inapotakiwa kuwa. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho ikiwa hivi. Wanachofanya wanakata hichi kipande hapa. Wanakata hiki kipande, wanaunga kipande kingine, mheshimiwa mkuu wa wilaya, kaimu mkuu wa wilaya, wanaweka hapa ndio inapotoa moshi. Lakini wameona hii inakuwa ni mzigo mkubwa sana, gharama kubwa. Wanakata hiki kipande ndio hiki. Kwa hiyo kikata hiki kipande hapa, wanachofanya wanaunga, huku ndio kunatoa moshi. Kwa hiyo ile system yote ya Trump ambayo iko kwenye pikipiki ambayo inastahili, hii ni Trump halisi. Wanachofanya tu modify kufanya zile kelele. Kwa hiyo tunawasii wananchi wote wa Arusha, bodaboda ni kazi kama kazi nyingine. Wanamka asubuhi kuja kwenda kazini, wanalisha watoto, wanasomesha watoto, wanajenga nyumba, wanasaidia familia. Ni kazi kama kazi nyingine. Tuhakikishe tunakwenda kwenye kazi salama na kurudi salama. Tuhakikishe tunaowasafirisha tunawapeleka salama kwenye eneo lao na kurudi salama. Kuna watu wako hospitali hawana hatia. Walipanda bodaboda kwa shilingi 1000 kwenda kwenye eneo lingine, lakini wanapata ajali kwa sababu waendesha bodaboda hawazingatii, kwa sababu wana vyombo ambavyo wanajua nitakamatwa. Na bodaboda anaweza kupata ajali na muona askari amesimama pale. Kwa sababu anajua na makosa atakwenda sehemu ambayo sio salama. Ataanguka na mwisho wa siku yule mtu atakuwa mlemavu wa kudumu. Tunaongeza umaskini kwenye familia. Kwamba huyu mtu atakuwa ni wa kubebwa, kupelekwa, kurudishwa ndani, kuhudumiwa wakati alikuwa mzima. Kwa sababu mtu wa bodaboda ameweka visivyofaa akijua polisi watamkamata. Yoyote ambaye anaendelea kuwa na Trump na hata zisizokuwa rasmi, tunaomba azitoe mwenyewe. Na sio tunaomba, ni maelekezo. Azitoe mwenyewe kabla sisi hatujatuma vijana wetu wafanye hiyo kazi. Mimi naitwa Jacob Julius Rombo, katibu tawala wa wilaya ya Arusha. Niko hapa kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Joseph Modest Mkude, ambaye ameniagiza na amenielekeza nifike kwa ajili ya kushuhudia jambo hili ambalo ni la muhimu kwa mustakabali wa jiji letu la Arusha. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ameniagiza niseme yafuatayo. Kwanza, yeye kama kiongozi wa wilaya anatambua kwamba kazi inayofanywa na bodaboda ama waendesha pikipiki kama sehemu ya biashara kujiingizia kipato ni kazi halali na ambayo inaungwa mkono na serikali yetu. Na kwa msingi huo, wale wachache ambao wanafanya matendo maovu kinyume na taratibu wanasababisha sifa ama dhamira kuu ya kuachia bodaboda fanya biashara ionekane kwamba sasa ni haramu. Yaani wote wanajumuishwa kwenye kundi moja, jambo ambalo sio sawa sawa. Sasa Mheshimiwa mkuu wa wilaya ametoa wito na amewashukuru sana viongozi wa bodaboda kwa kuunga mkono juhudi zinazofanywa na jeshi letu la polisi la kudhibiti uhalifu katikati ya mji wetu na ndani ya jiji letu la Arusha. Ametoa maelekezo kwamba sasa kuanzia sasa asitokee bodaboda yeyote atakaye toa malalamiko kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya kwamba amenyang'anywa kitu au amefanywa kitu kinyume, lakini anawataka wawe sehemu ya kuunga juhudi hizi mkono, kwamba wale wote ambao wanajua kabisa wamefunga hizo trampa, wamefunga taa hizi ambazo wanatumia kinyume kwa maana kwa ajili ya matendo ya kihalifu, waache mara moja na hatua kali ziendelee kuchukuliwa ili wanaokaidi basi wakutane na adhabu kali. Kwanza inajulikana kwamba kuna kafaini kanatozwaga hapa. Sisi kwenye kikao tumeamua kwamba ofisi ya OCD wanapokamatwa watu ambao wamefanya kinyume na taratibu, kwa mfano ameweka hizo trampa, ameweka taa lao wanazitumia kwenye uhalifu, wapigwe yani faini siwe ile faini 10,000 mtu anatoa anarudi tena kwenye site yake ya kufanya uharamia. Kwa hiyo wapige adhabu, yani faini iwe ni adhabu kubwa ambayo mtu akifikiria mwenyewe anaenda kuziba hizo matrampa yake, hawafanyi tena kinyume. Kwa mkuu wa wilaya anaagiza vijana wetu wote wa wilaya ya Arusha ambao tunajihudumia au tunafanya biashara kwa kupitia bodaboda, kuanzia sasa tufuate taratibu zote za kiusalama ambazo tunapewa na vyombo vyetu vya usalama, na hakuna atakayeonewa huruma kwa matendo kama haya. Nyewe ndio waandishi wa habari, nyewe mnaweza mkaona hizi zote hizi ni vitu ambavyo vinatumika kinyume na taratibu. Hizi trampa zikipiga kelele, kuna wazee wanaumia, kuna watoto wanafariki, kwa mfano wale premature wale mnawajua. Hizi kelele zinazosababishwa na haya madude zinasababishia hatari ya maisha, wengine wanapoteza maisha, na Watanzania wenyewe kwa wenyewe wanalalamika. Sasa sisi serikali hatuwezi kuunga mkono jambo hili. Ndio maana kwa kweli tulifarijika kuona wenzetu viongozi wa bodaboda wenyewe kwa kutumia katiba, sheria na taratibu zao wameamua kuunga mkono kwa kuwakamata wenyewe na kuwasalimisha kwa jeshi la polisi. Na bahati nzuri OCD amesema hapa vividly bila kuficha
Yeyote atakayekamatwa akaletwa hapa ajue kabisa atafuata sheria zile zinazo guide, ndio zitasimamiwa. Hakuna mtu ataonewa. Sasa kwa wito wetu, kabla tujaanza kamatana, waache wenyewe kufanya kazi. Waache kufanya kazi haramu kwa kutumia bodaboda, waache kuweka hizo trampa, hizi taa ambazo wanatumia kwa ajili ya mambo ya kihalifu, waache kuziweka kwenye bodaboda za. Watumie bodaboda kama ilivyoundwa awali. Wakifanya kinyume wanasababisha sasa kuwe na mvutano wa kusukumana, mwisho wa siku tunaonewa. Hakuna mtu anaonewa. Kama wewe unafuata taratibu, una misingi yako ya taratibu mnazoziwekea kwenye ofisi yenu ya bodaboda ambazo zimewekwa na jeshi la polisi kwa ajili ya usalama, hakuna mtu atakukamata. Hakuna mtu kabisa atakaye kukamata. Kwa mimi niwaombe vijana wenzangu ambao wengi ndio tunafanya kazi hii, tujikite kwenye taratibu, kwenye sheria. Huo ndio wito wangu kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, na tunaamurisha na tunaelekeza yeyote atakayekamatwa na jambo hili, faini ipigwe ya kutosha. OCD usiogope. Kwa sababu hiyo inakuwa sio faini ya kisheria, ni adhabu. Adhabu haichaguliwi kiwango. Weka adhabu ya maana ambapo mtu akifikiria mwenyewe anasema anaacha. Naitwa Shwaibu Hamisi, ni mwenyekiti wa bodaboda wilaya ya Arusha mjini. Kipekee kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kutukutanisha na viongozi wetu hapa serikali. Lakini leo tumekuja sisi kama viongozi wa bodaboda wilaya kwa kusaidiana na jeshi la polisi. Hawa vijana wa bodaboda sisi ni viongozi na sisi ndo tunajua namna ambavyo wanapaki kwenye vituo vyao. Kwa hiyo sisi tumekuwa tukishirikiana na jeshi la polisi kupita kituo kwa kituo, kata kwa kata. Kama juzi tulikuwa kata ya Sokoniwani, tunapita kwenye hizi kata kutoa elimu na madhara ya hizi trampa na madhara ya hizi taa. Kama mlivyoona tumekuja kukabidhi hapa kwa afande OCD. Lakini pia tumshukuru afande OCD, na amekuwa bega kwa bega na sisi kutusapoti, kwa sababu hakuna anayependezwa na hili jambo linalofanyika na hao vijana. Na ukijaribu kuangalia asilimia kubwa wanaofanya vitu hivi ni vijana ambao kuanzia miaka 25 kushuka chini. Huwezi kumkuta mtu ana miaka kuanzia 25 kuja juu. Baadhi yao wachache ambao wajielewi, lakini wengi wanaofanya hivi wanafanya ni vijana wadogo wadogo. Lakini wengi wao wanaofanya mambo kama haya, wengi hawana elimu hicho wanachokifanya. Kwamba ajui kwamba kelele ya exhaust ya trampa inaweza ikamwathiri mtu mwingine ambaye labda ana tatizo la sukari au ana tatizo la pressure. Wao wanafunga wakiamini ni fashion. Lakini vijana hao wengi wanakuwa, asilimia kubwa vijana, tumefanya upelelezi wetu kama viongozi, wengi hawapo kwenye vituo vya bodaboda. Ni vijana ambao amepewa tu pikipiki ya mkataba, lakini pikipiki ile amenunuliwa ni mpya mkataba. Labda tuseme tajiri alompa mkataba labda anaishi Ngaramtoni, yeye anaishi Sombetini. Wengi wamekuwa wakishauriana, wanatoa baadhi ya vile vitu vyenye muonekano wanauza kwenye magereji, Mheshimiwa Kaimu Mkuu wa Wilaya. Alafu wanakuja, kwa mfano kama hii taa alikuwa anaizungumza, hii taa tumefanya upelelezi inauzwa shilingi 50,000 mpya. Lakini hizi exhaust pia afande OCD utatusaidia. Tumebaini kuna baadhi ya gereji kama 3. Wao ndo wanafanya kazi ya kuzitoboa hizi exhaust. Wao ndo wana taaluma ya kuzifanya hizi exhaust ziwe na kelele. Kwa hiyo unapomkamata mtu anakwambia mbona muwakamati hao wanaofanya hivi. Lakini sisi huwa tunawaambia samaki mwenye kelele ndo ananaswa na nduano. Lakini asilimia kubwa afande OCD tumekuwa tukijikita pia kutoa elimu kwa wao vijana na hatuwaonei. Hakuna kiongozi wa bodaboda wa wilaya au wa mkoa anamuonea mwanachama wa bodaboda. Vijana wengi ambao wanafanya hii kazi kama kazi wanaifanya kwa usmart. Huwezi kukuta katikati ya mji kuna kijana amefunga maina, hizi taa wanaziita maina, au katikati ya mji huwezi kukuta kuna kijana ametoboa exhaust. Asilimia kubwa wengi, kwa mfano kama hii siku ya Idi ya juzi, wanaamini wanafanya furaha kwao. Sasa wanapita baadhi ya mitaa na wamekuwa wakiharibu sana mitaa ya Sombetini au Swahilini na hii barabara ya Ngusero. Hawana shughuli maalum, wao ni kupakizana, wanaenda wanarudi. Sasa imekuwa ni kelele. Mwisho wa siku viongozi pia tunalalamikiwa, nyinyi viongozi wa bodaboda mnakaa tu ofisini, na huwa tunawaambia tukae ofisini. Sasa kwa sababu umetamka leo, sisi tutalifanya hili zoezi kwa uweledi kama tulivyokuwa tukishirikiana na baadhi ya viongozi. Afande Mbowe tulikuwa tushirikiana naye na alitusaidia sana. Lakini kundi hili letu la bodaboda, vijana wanazidi kuzaliwa kila kukicha. Mwaka jana kuna wanaomaliza form 4, kuna wanaomaliza darasa la 7, wengi hawana elimu hicho wanachokifanya. Kwa hiyo mimi niombe sana, tujikite kutoa elimu, sababu vijana wengi unamkamata unamwambia unajua madhara hii, anakuambia mimi sijui. Nimefunga kwa sababu ninakotoka ni barabara ni mbovu. Hii ya kwangu haina mwanga sahihi, hii ndio nane na mwanga. Kwa sababu leo tamko serikali wametoa pia, na sisi kwa mujibu wa katiba yetu hatumuonei mtu. Tunamwajibisha mtu, na tukigundua pikipiki na changamoto ya namna hii, huwa anatoa vile vitu vyenye changamoto, analeta vile vitu ambavyo vinaruhusiwa,
anafunga, anakuwa complete, then anaondoka na chombo chake. Kwa hiyo tumekuwa tukikutana na changamoto kama hizo, ndugu waandishi wa habari, lakini na nyinyi wakati mwingine tunaomba mwe mnatusaidia. Kusaga kuna muda anatusaidia, lakini kuna wakati mwingine ni mwandishi mzuri kweli kwa jiji letu, lakini vijana wengi wamekuwa wanapata kiki. Lakini sasa kwa sababu leo huko hapa Kusaga na ni mwandishi wetu wa umma wa wananchi na viongozi wako hapa wanasikia, sisi tutashirikiana na jeshi la polisi. Hatutamuonea mtu wala hatutamfumbia macho mtu. Kweli jiji letu tunakwenda kwenye AFCON. Tunaposema usafi wa jiji ni pamoja na noise pollution. Hatusemi tu usafi wa matakataka, ni pamoja na hizi kelele. Hatuwezi kuwa na wageni wanapishana mji wetu wa Arusha alafu anakutana na bodaboda wao kwenye mashindano. Si sehemu ya rally. Kama watu wanataka rally watafanya sehemu yao ya rally imetengwa pale. Sisi tunataka tufanye kazi kama maafisa usafirishaji na tuwe salama na tutii sheria za barabarani. Kwa hiyo mimi niwaombe sana afande OCD kwa ripoti tuliyoiandaa sisi kama viongozi wa bodaboda wilaya, pia nikukabidhi ambayo ndani ya hii ripoti ina maelezo ya hizi trampa na namna ambavyo tuna ukamataji wetu na namna ambavyo tunalifanya zoezi hili kwa kushirikiana na jeshi la polisi.